Na hizi ni kafara tatu za kutoa kama kweli unataka kubadilisha maisha yako na kufika kule unakotaka kwenda. Kafara ya kwanza ni aibu. Aibu ndio mstari pekee unakutenga wewe na utajiri wako. Yaani aibu ni mstari ambao upo katikati ya kile unachokitaka na hapo ulipo sasa hivi. Kwa hiyo ukitaka kutoka kwenye comfort zone, toka kwenye comfort zone kwa kuweza kuacha aibu zako na kuanza kufanya vitu ambavyo unatakiwa uweze kufanya. Kwa hakika hii ni cheat code ambayo itakusaidia sana. Kutangaza kunahitaji usiwe na aibu, kuuza unahitaji usiwe na aibu, kutengeneza content haihitaji aibu, kuongelesha watu huhitaji aibu, kuomba huhitaji aibu. Hiyo ni kafara ya kwanza ambayo unahitaji kuweza kubadilisha maisha yako. Kafara ya pili unahitaji ili kuweza kubadilisha maisha yako ni kuacha mental masturbation. Mental masturbation ni ile hali ya kuweza kujifunza vitu na kutokuchukua hatua. Unasoma vitabu 20 kwa mwaka, unasoma kila kozi, unaenda kwenye kila meetup mnakutana, unaenda kwenye makongamano, lakini hakuna hata kitu kimoja unachokichukulia serious na kukiimplement kwenye maisha yako. Kila siku huko mtandaoni, huko YouTube, huko wapi unajifunza vitu, unakula madini, lakini mwisho wa siku huchukui hatua. Maana yake hiyo we just call it's a mental masturbation. Unapiga punyeto akili yako kwa sababu mwisho wa siku hauchukui hatua kwenye kitu unachokifanya. Hiyo ni kafara ya pili. Unatakiwa uachane na mental masturbation. Na kafara ya tatu ambayo unatakiwa kuachana nayo ni kuachana na mahusiano yote yale yanayokula muda wako. Marafiki, ndugu, jamaa na watu wote ambao ni energy mongers kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wapo tu wenyewe wanachukua tu muda wako, lakini kuongeza thamani yote hamna. Wao wakiwa na vitu vya hovyo wanakushirikisha, lakini kukuletea value hamna. Wakiwa na madiri wanapeleka sehemu nyingine, wakiwa na michogo wanapeleka sehemu nyingine. Wewe wanakupigia tu mara kidimbwi, mara sio nini. Kwa hiyo lazima uachane na watu wote ambao ni energy mongers. Jihusishe na watu ambao wanakusaidia, watu ambao wanakulifti, watu ambao wanakupush, watu ambao wanataka wewe uwe mbele ya muda. Na hizi ni kafara tatu ambazo zitakusaidia kuweza kuwa bora kuliko watu wengi ambao unakutana nao kila